Nimetoa maelekezo katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, upande wa elimu nilimwelekeza mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika kusimamia barabara ifike shuleni, kuwa na shule na ni barabara chini ya kilomita moja, eneo dogo, barabara haifikiki shuleni. Hilo ni jambo tunaloweza kulimudu. Nilielekeza pia ile ya upatikanaji wa njia ya kufika ile ya Kabatini katika kijiji cha Center, baada ya Mwananchi kujenga fremu za maduka na kuziba njia za wanafunzi. Hili na lenyewe mkalifanyie kazi lipate ufumbuzi. Nilielezea wakurugenzi wa halmashauri kuyazingatia mahitaji ya lazima. Mfano, nimetoka kusemea mambo ya madawati, mambo ya matundu ya vyoo, mambo ya maji. Mfanye coordination ya sekta zote ili hayo yaweze kufanywa kazi. Lakini lingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Katibu Tawala yuko hapa, fanyeni sensa ya mambo ya michango ya holela holela. Ni jambo lisilokubalika mwanafunzi kukosa masomo kwa sababu ya michango, ili hali serikali inatumia zaidi ya bilioni 35 kwa mwezi kwa ajili ya elimu bila ada. Kile kisa cha leo kimenisikitisha sana kwamba mtoto ameshachelewa miezi mitatu shuleni kwa sababu ya michango. Na sisi tunaona tu ni jambo linalowezekana tu kwamba kila Mtanzania ana 50,000 tu ambayo ipo tu nyumbani, unaweza ukamwambia leo kwamba kesho alete na akaenda kuleta. Sio hivyo. Zangu, sio hivyo. Sio hivyo. Umeweza kuona yule mama yuko nyumbani na mwanae kwa sababu ameambiwa apeleke 50,000. Na kwa jinsi tusivyojali, hata hatujafuatilia, mtoto kabaki nyumbani. Mheshimiwa Rais anafanya jitihada huko 35 bilioni kila mwezi ya elimu bila ada. Kama hazitoshi hizo tunazopewa, si tuseme, kuliko kumkatisha mtoto wa Mtanzania wa kawaida vile masomo kwa sababu ya michango. Sasa tumemkosesha masomo kwa sababu tunataka alete dawati. Si bora tungemwambia aje shuleni, abebe kigoda anachokalia nyumbani kwao, lakini apate masomo. Fuatilieni, mjiridhishe na kila kijiji, kila eneo kuna michango gani. Michango yote lazima ijulikane. Watu wasiwekeweke michango kiholela. Ijulikane kila eneo kuna kitu gani kimekubalika. Kwa mfano, tumepita maeneo kuna mambo yanakuwa genuine, lakini lazima yajulikane. Moja ya jambo genuine, kwa mfano, unaweza ukawekwa mpango kazi wa watoto kupata chakula shuleni. Hata wangebaki nyumbani wangekula bado. Kwa hiyo ukiwa na utaratibu kwamba wale shuleni, si jambo linaloshangaza, lakini lazima tujue hilo jambo ambalo limeamuliwa. Mamlaka zetu za serikali za mitaa kuanzia sasa zihakikishe mipango ya bajeti inazingatia hivyo vipaumbele ambavyo nimetoka kuvisema. Jambo moja kubwa nililisema na nilipofika nalikumbushia tena hapa, tuweke maoteo. Mwaka 2028 tutaenda kwenye elimu ya lazima, elimu ya msingi ya lazima mpaka kidato cha 4. Miaka 10 itakuwa elimu ya msingi ya lazima. Na kama mpaka kidato cha 4 ni elimu ya msingi ya lazima, kwa lugha nyingine, sasa hivi tulikuwa tunasema kila kata iwe na sekondari. Ikishakuwa elimu ya lazima ya kila
mtoto aliyeanza shule ya msingi lazima afike kidato cha 4. Kwa maana nyingine, wale waliokuwa wako shule ya msingi yote lazima wafike kidato cha 4. Kwa maana nyingine, kila kijiji kitakuwa na sekondari. In a way, tunaongea hivyo kwamba kila kijiji kinatakiwa kuwa na sekondari. Na kwa kuwa tuna darasa la kwanza mpaka la 7 kwenye maeneo ambayo hayana sekondari, maana yake kila kijiji kinatakiwa kiongezewe madarasa 3 ya kwenda mpaka kidato cha 4 kwenye hicho kijiji. Na kwa kuwa pia kuna ulazima wa madarasa 2 ya awali, kwa hiyo tuna madarasa 5 kwenye kila kijiji. Hatuwezi kumpeleka mwanafunzi wa masomo ya awali akasomee kwenye kata. Tuwe mbele ya wananchi. Inajitokeza hata kwenye hizi shule shikizi, wananchi wanajenga shule shikizi kwenye maeneo ambayo hata sisi kama serikali hatujayapitia na kuona kwamba yanakubalika. Sehemu zingine shule shikizi zinajengwa kwenye maeneo ambayo ni ya hifadhi, maeneo mengine, sehemu zingine ni maeneo yenye migogoro, kwa sababu hatui mbele ya wananchi. Hebu twendeni tuwe mbele, tufanye maoteo ya mahitaji. Ninyi ndio mnaojua maoteo haya.